tuyatizame yale yaliyojiri katika juma hili kwa ukubwa wake. Mimi ni Witness Matiku na hii ni Plus Weekend. Karibu. Na wiki hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefikisha miaka 62 na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amesema muungano ni kielelezo cha ulinzi na tunu ya amani, umoja na mshikamano. Vilevile vyama 12 visivyo na uwakilishi bungeni vya kisiasa vimemsihi msajili wa vyama vya siasa nchini kuitisha baraza la vyama hivyo ili kuweza kujadili mapendekezo na ushauri wa tume ya kuchunguza matukio ya kabla na wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Na watu 5 wakiwemo mwanamke mmoja wameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kumtapeli shilingi milioni 40 mjane wa mama ambaye ana watoto 3, mkazi wa Kaliua. Na sasa tuanzie katika maadhimisho miaka 62 ya mapinduzi. Katika juma hili, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amesema miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar uwe ni fursa ya kulinda uhuru, tunu ya amani, umoja na mshikamano. Amesema ndani ya miaka 62 ya muungano, kazi kubwa ya kulinda umoja, maendeleo ya kisiasa na kijamii imefanyika. Hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kulinda tunu hiyo ya kihistoria Afrika na duniani kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi ya namna ilivyokuwa. Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM Taifa ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameitoa kauli hiyo wakati akifunga mafunzo ya vijana na kufungua kongamano la maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar lililoandaliwa na Umoja wa Vijana. Kongamano hilo limefanyika ukumbi wa chuo cha vijana Tunguu na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Niwaombe sana vijana. Tumemsikia shekhe hapa anasema hata vitabu vya dini vimesema tumewaleta ili mshikamane wala msifarakane. Sasa vijana sasa hivi mnakuja na maneno tofauti. Kuna maneno yanaitwa shoti, kuna maneno sijui yanaitwa nini. Mnakuja na vitaminoloji vidogo vidogo vya kufanya mbaguane, muachane, msishikamane. Hili nalikemea sana vijana wangu. Niwaombe sana, rudini kwenye mshikamano. Akizungumzia swala la umoja na mshikamano na vijana, Dr. Samia anasema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuwawezesha vijana katika nafasi za uongozi, ajira na miradi ya maendeleo. Hatima ya nchi hii iko mikononi wenu vijana. Tunachofanya serikali ni kujenga misingi na kuwajengea uwezo wa kiuchumi, lakini pia kuiweka jamii pamoja na kujenga mazingira mazuri ya kisiasa ili muweze kukamata na kuendesha nchi hii. Kama mwenyekiti wa CCM Zanzibar ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitaendelea kushirikiana katika kuulinda muungano na kuwaletea maendeleo wananchi. Tayari katika pande zote mbili tumeunda wizara maalumu za kushughulikia masuala ya vijana na kutenga fedha za kuwawezesha vijana kwa namna mbalimbali. Tumewazingatia vijana katika fursa za ajira serikalini, nafasi za uongozi na pia kuboresha mitaala ya elimu ili vijana wa Tanzania waweze ama kuajirika au kujiajiri wao wenyewe. Mapema mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa Mohamed Ali Mohamed Kawaida amewashukuru viongozi wakuu hao kwa kuendelea kuwatumikia wananchi. Tunakushukuru sana ndugu mwenyekiti kwa kuendelea kuwaamini vijana katika nafasi mbalimbali. Ndugu mwenyekiti, wakati wa mchakato wa uchaguzi vijana walikuwa hawana sehemu ya kulia zaidi ya kwako wewe, lakini katika mchakato ule wa uchaguzi vijana sisi tunakiri, mbali ya wengi waliorudi, lakini mchakato wa uchaguzi uliwazingatia vijana kwa kiwango kikubwa. Asante sana. Mustakabali wa Tanzania hauko mikononi mwa wachache, bali uko mikononi mwa wengi ambao ni vijana. Hivyo
Nguvu ya kulinda na kuendeleza muungano iko mikononi mwao, na vijana tupo tayari kuulinda, tupo tayari kuujenga, na tupo tayari kuongoza taifa hili, kama ilivyoweza kusema kwamba vijana ni wadhamini wa mustakabali ya kesho. Zaidi ya vijana 10,000 kutoka Tanzania nzima wameshiriki kongamano hilo la maadhimisho ya kutimia miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na sasa tukatizame moja ya miito ya tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025, ambapo katika juma hili vyama vya siasa 12 visivyo na uwakilishi bungeni vimemtaka msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi kuitisha baraza la vyama vya siasa ili kujadili mapendekezo ya ripoti ya tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea katika uchaguzi wa Oktoba 25. Na hii ni taarifa zaidi ya undani wa vyama hivi vya siasa vilivyoomba kuundwa tume. Vyama hivyo vimetoa tamko lao jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa mikakati ya kuliponya taifa, ambapo mwenyekiti wa chama cha DP Abduli Mluya amesema msajili wa vyama vya siasa ana wajibu wa kuitisha baraza hilo kwa kuwa vyama vya siasa vimetajwa katika ripoti hiyo kuwa ni sehemu ya vichocheo. Wale wote ambao waligombea au Mheshimiwa Kyala waliogombea urais, ule mzigo umekuwa kwao. Sasa imekuwa bahati mbaya au nzuri kwa sababu yeye ameshinda. Sasa sisi wagombea wenzake kwa tathmini tulifanya kwenye vikao vyetu, tumwambie Mheshimiwa Rais mzigo ule sio wake peke yake. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha NLD Doyo Hassan Doyo ameziomba mamlaka husika kuhakikisha mchakato wa katiba mpya unakamilika ili kuepuka kujirudia kwa changamoto za kisiasa zilizojitokeza mwaka jana kama tume ilivyopendekeza. Mmomonyoko uliopo sio wa kitaifa, ni wa wanasiasa, ndio uliopo Tanzania. Nasema haya kwa sababu sijawahi kusikia taarifa yoyote kwamba Wakristo na Waislamu wanafukuzana majumbani, wapagani na Wakristo wanafukuzana majumbani. Sijawahi kusikia popote. Ama kuna basi la Muislamu halipandwi na Wakristo, ama kuna basi la Wakristo halipandwi na Waislamu. Sasa ukiniambia kwamba taifa lina mgawanyiko wa kisiasa, sio mgawanyiko wa kitaifa. Tume imetoa ripoti yake, lakini kuna baadhi ya wanasiasa wanatoa ripoti za kwao. Kwa hivyo mimi niwaambie Watanzania na niwaombe sana, Tanzania bado tunao uwezo wa kutatua matatizo yetu wenyewe. Na sasa tuelekee mkoani Tabora, ambapo watu 5 akiwemo mwanamke mmoja wameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kwa tuhuma za kutapeli kiasi cha shilingi milioni 40 na laki 9 kwa mwanamke mmoja mjane na mama wa watoto 3, mkazi wa Kaliua mkoani humo. Inaelezwa kuwa watu hao walijifanya watoa huduma wa kampuni ya mawasiliano ya simu wakitaka kumsajilia huduma ya lipa namba mwathirika wa tukio hilo, na ilimlazimu kutoa namba zake za siri za benki na kisha fedha zake kuhamishwa pasina kujua. Adela Moses anatueleza undani wa tukio hili zaidi. Watu hao wamefikishwa mbele ya kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa kwa ajili ya makubaliano ya malipo ya fedha hizo, ambapo mama aliyetapeliwa amekiri kuwatambua na kueleza ilivyokuwa. Walikuja hao vijana wawili kwenye ofisi yangu, wakasema wanasajili namba ya lipa namba. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio ilikuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi. Basi nimekaa mpaka dakika 20. Nikasema mbona hao kaka mbona hawarudi? Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Nikaenda kuangalia salio. Nilichokikuta kwenye salio ni shilingi 6,000 tu. Naomba kama unanisikia nirudishie haki yangu. Hiyo ni haki yangu.
ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo, wananiangalia mimi. Awali akizungumzia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha amesema serikali haitavumilia vitendo hivyo. Hatuwezi kwenda kuomba msikitini au kanisani ujambazi ukome. Ni kwa lazima. Whether wanataka au hataki, watakoma tu. Yaani mama, hela yako itarudi tu. Wewe hata usijali wala usilie. Watairudisha haya mijanaume yenye nguvu, baadaye mkakae mlime mfanye nini mpate hela, mnamuibia yule mama. Hata hivyo, watuhumiwa hao mbele ya kamati hiyo wamekiri kuiba fedha hizo, na hapa wanaeleza namna watakavyozirudisha kwa mama huyo, huku kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao akitoa wito kwa jamii. Hela yake yenyewe tumetapeliwa taasisi. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudisha hela yake. Waendelee kuchukua tahadhari kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa. Basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu. Na taarifa nyingine katika juma hili ilikuwa ni ya Jeshi la Magereza Tanzania limeanza kutekeleza mkakati mpya wa kujitegemea kwa uzalishaji wa chakula, likilenga kupunguza utegemezi wa fedha za serikali kwa kuhakikisha linazalisha chakula cha kutosha kwa ajili ya wafungwa mahabusu na zaidi kwa ajili ya kuimarisha usalama wa chakula nchini kuanzia Julai mosi mwaka huu. Taarifa hii kwa undani inaletwa na Amani Mbando. Hatua hiyo inahusisha kuimarisha shughuli za kilimo cha mazao manne ambayo ni mahindi, mpunga, jamii ya maharagwe na alizeti kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta, ambapo maeneo ya magereza yatatumika katika utekelezaji wa mkakati huo. Kamishna wa huduma za urekebu Jeshi la Magereza Tanzania CP Amina Kavirondo amesema pamoja na malengo hayo, mkakati huo unatarajiwa kuongeza ujuzi wa uzalishaji kwa wafungwa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao ya kurejea katika jamii wakiwa na stadi za kujitegemea. Mkuu wa jeshi alichoelekeza ni kwamba itakapofika Julai 1 jeshi kwa maana ya magereza yaanze kujilisha. Kwa hiyo sasa hivi tumeshafanya ile mikakati, kwa maana iliwekwa mikakati kuanzia level ya gereza, level ya mkoa, na sasa tukaja ile tathmini ya jumla, na baadaye sasa hivi tunataka kufanya sasa tuangalie takwimu za mavuno. Kila gereza litakuwa limevuna kiasi gani na limeweza kujilisha kwa muda gani. CP Amina amebainisha mkakati huo wakati wa ziara ya vyombo vya habari kutembelea miradi inayotekelezwa na jeshi hilo, ikiwamo ya kutengeneza samani, kiwanda cha mikate na ujenzi wa hospitali ya kanda ya jeshi, ambapo wafungwa wanashiriki kuitekeleza ili kupata ujuzi. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu mojawapo ya kujifunza shughuli mbalimbali zinazohusu seremala na uzalishaji wa samani kwa ujumla, ili watakapomaliza vifungo vyao basi waweze kujiajiri. Huko watakapokuwepo raiani wanaenda kuendelea na kujitengenezea au kuajiriwa, na wanapotoka hapo wanaendelea kupata na vyeti ambavyo vitawasaidia huko raiani kupokelewa hata kwenye viwanda vyovyote kuendelea kuendeleza ujuzi wao wa kutengeneza mikate. Kwa upande wa mradi wa hospitali, ujenzi wake utakapokamilika unatarajiwa kuwanufaisha wafungwa, askari na wananchi wanaoishi kuzunguka eneo la makao makuu ya Jeshi la Magereza Msalato. Kukamilika kwa hospitali yetu hii itatusaidia sana kupunguza gharama za matibabu kwa wafungwa, askari pamoja na familia zao, pamoja na jamii inayozunguka eneo hili. Kwa hiyo mimi nawaombea Mungu awasaidie, ina maana tupate huduma mapema, kwa sababu kama sisi kule tunateseka sana. Hapa kwenye natoka hospitalini, wenzangu wametangulia na boda. Na sasa tukatizame katika wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, ambapo kutokana na ongezeko la wimbi wa mbwa wa mtaani, wananchi wilayani Kiteto mkoani Manyara wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka za kushughulika na mbwa wanaozurura mtaani na kupelekea wasiwasi wa kung'atwa kwa wananchi, na kuomba kuchanjwa kwa wanyama hao ambao wamekuwa wengi mtaani. Na Elia Kimani anatuletea undani wa taarifa hii kutoka mkoani Manyara. Kufuatia ongezeko hilo la mbwa wanaozagaa na kuzurura mitaani, wakiwemo ambao wamekusha athirika na kirusi kinachosababisha kichaa cha mbwa, wananchi wilayani hapa wanaiomba serikali kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha wanapunguza mbwa hao. Mbwa watibiwe, kama kuna chanjo wachanjwe, lakini kama hapana wapunguzwe, kwa sababu mbwa
wanavamia watu. Kuna mbwa nyingi sana wanatembea makundi. Baadhi ya viongozi ngazi ya kata mbalimbali za wilaya ya Kiteto wakiwemo madiwani nao wakaibua hoja hiyo ya mbwa wanaozurura na kudhuru wananchi. Niombe serikali kwa sasa ichukue hatua dharura kwenda kuondoa mifugo ya mbwa wale ambao wanang'ata. Nchi akitoka wakati wa giza anakumbana na mbwa na kuna shida zingine zinaendelea. Kama mtu hana spidi kubwa, maana yake ataendelea kudhibiwa kwa zaidi ya shilingi 40,000 kwa siku moja. Afisa mifugo wa wilaya ya Kiteto pamoja na mkurugenzi wa halmashauri hii Hawa Hassan wanazungumzia hatua mbalimbali ambazo zimeendelea kuchukuliwa na serikali kuhakikisha wanaondoa hofu ya wananchi kuendelea kuhofia mbwa hao mtaani. Mwaka jana wa fedha tulipata changamoto ya kichaa cha mbwa na tukajiwekea utaratibu kwamba kila mwaka lazima tuwe na bajeti ya sumu ya kuulia mbwa. Mbali tu sio wale wa kichaa cha mbwa, lakini mbwa katika wilaya ya Kiteto wanazaliana kwa wingi sana. Sasa tunaendelea kutoa elimu kwanza ya kufuga mbwa kwa kuwafungia. Zaidi ya mbwa 3,000 mwaka jana tuliowachanja, lakini pia tunatarajia kwenda kuwachanja zaidi ya hao pia au mpaka 4,000. Na mmomonyoko wa maadili unaoendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali duniani ikiwemo nchini Tanzania, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezindua mkakati wa taifa wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kuanzia mwaka wa fedha 2026-2027 hadi 2036-2037. Na Dorcas Ramos anatuletea undani wa taarifa hii katika uzinduzi wa mpango mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Mkakati huu ni nyenzo ya kimkakati inayolenga kujenga jamii yenye maadili imara inayozingatia utu, uwajibikaji, uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Akizindua mkakati huo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema umezingatia maeneo kadhaa ikiwemo taasisi ya familia, elimu na mafunzo, teknolojia na mitandao na usimamizi wa sheria. Kwa ndani ya mkakati huu tumetambua sisi kama wizara tukishirikiana na wadau wa sekta hii akiwemo na waziri wetu Gwajima ya kwamba turejee kwenye msingi unaozalisha kila kitu. Hatutaweza kupambana na rushwa kama familia haijachukua nafasi yake. Waziri Makonda amesema mkakati huu umeandaliwa kwa kutumia mbinu shirikishi ukihusisha wadau mbalimbali kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za dini, wasanii, vijana na jamii kwa ujumla, lengo likiwa ni kuhakikisha unakuwa na uhalisia, umiliki wa pamoja na utekelezaji unaowezekana. Viongozi wa dini, viongozi wa kimila tuko kwenye laini moja. Vyombo vya sheria tuko kwenye laini moja. Vyombo vya habari tuko kwenye laini moja. Asasi za kiraia, NGO wote tuko sehemu moja. Walimu, malekchara wote kauli yetu ya moja, kulinda maadili ya taifa letu. Na hapa Makonda anatoa wito kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine wanatumika kuharibu maisha ya watoto wa wengine. Kwamba wako wengine wanajihusisha badala ya kulinda na kumsaidia yule mtoto aweze kuwa mtoto mwema, wanatumika na watu wasiokuwa na nia njema kwa sababu tu ya kipato kumpotosha mtoto huyo na kuharibu future yake, ili mradi yeye amepata fedha ya kujikimu na kuendesha maisha yake. Mkakati huu ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa Septemba 24 mwaka 2024 mkoani Ruvuma katika tamasha la 3 la kitaifa la utamaduni, ambapo alielekeza kuandaliwa mfumo wa pamoja wa kitaifa utakaounganisha nguvu za serikali, familia na wadau wote katika kulinda utambulisho kama wa Tanzania na kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Na kabla ya kwenda kutazama yale yaliyojiri kimataifa, tuangazie tena katika jeshi la magereza nchini, ambapo pia jeshi la magereza nchini limetoa wito kwa jamii kutowanyanyapaa wafungwa wanaomaliza vifungo vyao, badala yake iwashirikishe katika fursa za kiuchumi na kijamii, likieleza kuwa wakiwa gerezani wafungwa hao hupata mafunzo na ujuzi unaowajengea kuwa raia wema na wenye mchango chanya kwa taifa. Na Amani Mbando tena anatueleza zaidi kuhusu taarifa hii. Ambrose Msakwa ni miongoni mwa waliowahi kutumikia kifungo katika gereza la Pawaga mkoani Iringa, na sasa amerejea kwenye jamii na kuaminiwa hadi kuwa kiongozi
katika skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi yenye uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 56. Ni kiongozi wa umwagiliaji, makamu mwenyekiti wa skimu kubwa sana hapa nchini, ambayo skimu hiyo mama kaipa hela nyingi sana, ni bilioni 56. Bado wananchi wameniamini niende kwenye hela hizo nyingi ili nikazisimamie. Ina maana naamini kabisa waliniona wakati napotoka, na kwa sasa wananiona kama kwa sasa niko vizuri. Anasema safari yake haikuwa rahisi, lakini kwa sasa anaaminiwa na jamii. Huku mkuu wa gereza la Pawaga, mrakibu mwandamizi wa magereza SSP Jawadu Abdallah, akieleza kuwa wafungwa kupokelewa vyema katika jamii baada ya kumaliza vifungo vyao ni matokeo ya utekelezaji wa miongozo ya urekebu ndani ya jeshi la magereza. Mimi nimepoteza muda sana, lakini bahati nzuri nilivyotoka kasi ya Miniki ikabidi nihame tarafa Pawaga kwenda tarafa Idodi. Hata watu wangu wa kwanza wawili watatu nilipatia kule Idodi, ndipo nikarudi upya kule mpaka sasa naaminika. Nitoe rai kwa jamii, wafungwa kwa sasa kwa elimu wanayopata magerezani ni hakika wamerekebika vya kutosha. Tunaomba wawapokee. Katika kujitosheleza kwa chakula, gereza la Pawaga limefanikiwa kuzalisha mpunga uliokidhi mahitaji ya mikoa 11 kupitia kilimo cha umwagiliaji, sambamba na kuwa na miradi ya unenepeshaji wa ng'ombe na mbuzi. Kwa msimu uliopita limeweza kulisha mikoa 11. Mkoa wa Mara, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, ambapo tumewapa mpunga kwa ajili ya kujitosheleza kwa kipindi cha mwaka mzima. Wafungwa tunawashirikisha kwa masuala yafuatayo. Moja, pamoja na wanatusaidia katika kuichunga na kuiangalia mifugo akiwa chini ya askari, lakini pia tunawafundisha namna ya ufugaji bora wa mifugo yenyewe. Sasa tukajikumbushe namna ilivyokuwa kimataifa. Katika taarifa za kimataifa, yuko msimulizi wetu anayetuletea simulizi za kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema utajiondoa kwenye muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni OPEC kuanzia Mei Mosi mwaka huu kutokana na mvutano wa Mashariki ya Kati uliosababishwa na vita kati ya Iran na Israel. Kulingana na taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la WAM, uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaakisi maono ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi katikati ya mabadiliko kwenye sekta ya nishati. Hatua hiyo ya kujiondoa kwa mzalishaji huyo mkubwa wa mafuta inatazamwa kama pigo kubwa kwa OPEC na OPEC Plus, huku ushawishi wa kundi hilo kwenye soko la mafuta la kimataifa ukitarajiwa kupungua, kwani hali hiyo inatazamwa kama mvutano unaoongezeka kati ya UAE na Saudi Arabia, washirika wa muda mrefu ambao ushindani wa kikanda baina yao unazidi kuongezeka. Na Mfalme Charles wa Uingereza amelihutubia bunge la Marekani katika ziara yake ya kitaifa ya siku 4, akitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kihistoria kati ya mataifa haya mawili licha ya changamoto zinazoikumba dunia kwa sasa. Mfalme Charles amesisitiza kwamba Uingereza na Marekani zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu unaojengwa juu ya misingi ya demokrasia na kwamba uhusiano huo utaendelea kuwa imara hata katika enzi za misukosuko ya kimataifa. Ingawa ikulu ya Buckingham imesisitiza mapema kuwa hotuba ya mfalme haitakuwa ya kisiasa, ingawa Mfalme Charles amegusia masuala ambayo yamekuwa kiini cha mijadala ya kisera kati ya Marekani na Ulaya na kuendeleza msaada wa Marekani kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akionya kuhusu hatari ya kujitenga kimataifa na kupungua kwa ushirikiano wa kimataifa. Ni hayo kwenye habari za kimataifa. Jina langu ni Esther Mtebe. Na shukran sana Esther Mtebe kwa simulizi hiyo ya matukio yaliyojiri kimataifa katika juma hili, na hapo ndipo ilipo nukta ya Plus Weekend katika siku ya leo. Nikaribishe tena wakati mwingine tutakapokutana kuyatizama yale yatakayojiri katika juma lijalo. Jina langu ni Witness Matiku, kwa heri.